Hatimaye Samia Suluhu ametoa agizo kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu ambayo imekuwa ikisimama kwa muda sasa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na tafadhali subscribe. Kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikisimama kwa muda sasa tangu isikilizwe mahakamani, na Lissu mwenyewe ambaye ameshikiliwa tangu Aprili mwaka jana. Kesi yake imekuwa ya wasiwasi mno na kuzua taharuki, huku wengi wakisema huenda ataachiliwa huru. Lakini kutokana na kikao kilichofanyika pale ikulu ya Chamwino, Rais Samia Suluhu alikutana na mabalozi, na baada ya kukutana aliachilia baadhi ya wafungwa 1700, huku kesi ya Tundu Lissu ikibaki pale pale. Kutokana na hilo na hayo yote yaliyotokea, huenda ndiye aliamurisha mahakama iweze kuanzisha tena kesi ya Tundu Lissu na iende kwa harakati ya haraka zaidi na iweze kumalizika. Na taarifa kwamba kesi ya uhaini na umkabili makamu mwenyekiti wa Chadema itaendelea kusikilizwa kuanzia tarehe 9 Februari mwaka huu hadi 6 Machi mwaka huu imepasua ukimya mzito uliokuwa umetanda juu ya mustakabali wa haki za kisiasa nchini. Sio tu ratiba ya kesi iliyotangazwa, bali ni ujumbe ulio wazi kwamba dola imechagua kupeleka mzozo wa kisiasa katika uwanja wa jinai wenye adhabu ya juu kabisa. Katika taifa ambalo historia yake ya uhaini imefungamana na vipindi vya hofu, udhibiti wa matumizi makubwa ya nguvu za dola, tangazo hili limegeuka kuwa kengele kali ya hatari kwa demokrasia changa ya Tanzania. Kesi hiyo iliyosajiliwa kama Criminal Session Case number 19605 of 2025 imepangwa kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu ambao ni Dean Ndunguru, J. Karanyameha na vilevile Kiwonde. Uamuzi wa kuunda jopo la majaji wengi unaonyesha uzito wa mashtaka, lakini pia unaamsha kumbukumbu za kesi za kisiasa zilizopita ambazo muundo wa mahakama uliakisi matarajio ya dola kuliko matarajio ya haki za kiraia. Kwa kuthibitisha kupokelewa kwa wito wa mahakama, taarifa ya naibu msajili wa Mahakama Kuu imeweka wazi kwamba mchakato umeingia katika hatua nyeti isiyorejea nyuma kirahisi. Kwa nje, hii ni taratibu za kawaida za kisheria, ila kwa ndani ni hatua inayobeba mizigo ya miaka mingi ya mvutano kati ya dola na upinzani, hasa pale sauti ya mkosoaji mkuu inapochukuliwa kama tishio la kiusalama badala ya haki ya kikatiba. Mkurugenzi wa sheria wa Chadema Taifa, Gaston Galubindi, ameweka msisitizo kwamba kesi hii ni kipimo cha uadilifu wa mfumo wa haki na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Kauli hii inakwenda mbali zaidi ya maslahi ya chama kimoja, inagusa msingi wa mkataba wa kijamii kati ya dola na raia. Na Tanzania imejengwa juu ya ahadi ya utawala wa sheria, lakini historia inaonyesha kwamba ahadi hiyo imekuwa ikitetereka pale mamlaka yanapokabiliwa na ukosoaji mkali. Kesi ya uhaini si jambo dogo katika kumbukumbu za kisiasa za Tanzania. Katika enzi za mwanzo za taifa, mashtaka ya uhaini yalihusishwa na hofu na kuvurugwa kwa umoja wa kitaifa katika mazingira ya vita baridi na mapambano ya kiitikadi barani Afrika. Miaka ilivyopita, matumizi ya kosa hili yamekuwa nadra, yakihifadhiwa kama silaha ya mwisho kabisa. Ndiyo maana kulirejesha kwake dhidi ya mwanasiasa anayetambulika kwa ukosoaji wa wazi kunazua tafsiri kwamba dola imeamua kupandisha ngazi ya mapambano. Hali hii haiwezi kutenganishwa na historia ya karibu ya siasa za Tanzania. Kuanzia uchaguzi wa mwaka 2015 hadi ule wa mwaka 2020, nchi imeshuhudia mabadiliko makubwa katika namna dola inavyokabiliana na upinzani. Sheria za vyama vya siasa zilifanyiwa marekebisho yaliyopanua mamlaka ya msajili. Mikutano ya hadhara ikazuiwa kwa muda mrefu na vyombo vya habari vikakabiliwa na adhabu kali. Na katika mazingira hayo, kufunguliwa mashtaka mazito au kuwekwa chini ya uangalizi mkali kwa wanasiasa wa upinzani kuligeuka kuwa jambo la kawaida kuliko tukio la kipekee. Kesi hii pia inabeba mizigo ya binafsi ya kisiasa ya kihistoria. Tundu Lissu amekuwa muhimili wa upinzani wa kisiasa ama wa kisasa, akijenga umaarufu wake kupitia ukosoaji wa mikataba ya rasilimali, matumizi ya madaraka na ukiukwaji wa haki za binadamu.
Shambulio la risasi alilopata mwaka 2017 liligeuka kuwa alama ya hatari zinazowakabili wakosoaji wa dola, kupona kwake, kurejea kwake kisiasa na kuendelea kwa msimamo mkali kulifanya jina lake liwe alama ya upinzani usioyumba. Ndiyo maana kesi ya uhaini inayomkabili kwa wengi kama mwendelezo wa mkondo mrefu wa kukandamiza sauti zisizokubaliana na mamlaka. Na katika ngazi ya kikatiba, Tanzania inajitambulisha kama taifa linaloheshimu haki za msingi, ikiwemo haki ya kusikilizwa kwa haki, uhuru wa kujieleza na kushiriki katika siasa. Hata hivyo, utekelezaji wa haki hizo mara nyingi umekuwa ukitegemea hali ya kisiasa iliyopo, na pale ambapo mazingira yanapokuwa tete, tafsiri ya sheria hubadilika na mipaka ya haki kupanuliwa au kubanwa kulingana na maslahi ya dola. Na kesi hii inakuja wakati ambapo mjadala wa uhuru wa tume ya uchaguzi, uhalali wa michakato na uchaguzi wa matumizi ya vyombo vya usalama bado haujatulia. Macho ya jumuiya ya kimataifa tayari yameelekezwa Dar es Salaam. Katika miaka ya karibuni, mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa yamekuwa yakitoa tahadhari kuhusu mwelekeo wa haki za kiraia nchini. Wafadhili na washirika wa maendeleo wamekuwa wakifuatilia kwa karibu namna Tanzania inavyosawazisha kati ya utulivu wa kisiasa na uhuru wa kisiasa. Kesi ya uhaini dhidi ya viongozi ama kiongozi mkuu wa upinzani inatuma ujumbe unaovuka mipaka ya kitaifa, ikigusa taswira Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na majukwaa ya kimataifa. Ndani ya nchi, kesi hii imeibua hofu na taharuki miongoni mwa wananchi, sio hofu ya matokeo ya kisheria pekee, bali hofu ya mwelekeo wa dola. Na wakati ambapo wananchi wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, ajira na gharama za maisha, mivutano ya kisiasa inayochukua sura ya jinai inaongeza mzigo wa kisaikolojia na kijamii. Mfumo wa haki unapogeuzwa kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa, imani ya raia katika taasisi za dola huporomoka taratibu, lakini kwa uhakika. Kesi hii inaweka mahakama katika nafasi ngumu. Mahakama Kuu inapaswa kusimama kama ngome ya mwisho wa haki isiyoegemea upande wowote, lakini historia inaonyesha kwamba katika kesi zenye mvutano mkubwa wa kisiasa, shinikizo la wazi na lisilo wazi limekuwa likielezwa kwa muhimili wa mahakama. Uamuzi wowote utakaotolewa hautasomwa tu kama tafsiri ya sheria, bali kama tamko la kisiasa kuhusu mwelekeo wa nchi. Kadri tarehe za usikilizwaji zinavyokaribia, mjadala unaendelea kuchemka, na katika mitandao ya kijamii, vyombo vya habari huru na majukwaa ya kiraia, neno uhaini limeanza kutumika kama kielelezo cha hofu ya dola dhidi ya upinzani badala ya tishio halisi kwa usalama wa taifa. Na hii ni hatari kwa taifa lolote, kwa sababu inapochanganywa siasa na jinai kwa namna hii, mstari kati ya sheria na mamlaka unafutika. Mstakabali wa kesi hii una uzito unaozidi hatima ya mtu mmoja au chama kimoja. Unagusa swali la msingi kuhusu aina ya taifa ambalo Tanzania inajenga, na taifa linalovumilia ukosoaji kama sehemu ya afya demokrasia, au taifa litakalo ama linalotafsiri ukosoaji kama uhaini unaostahili adhabu kali zaidi. Chaguo hili halifanywi kwa maneno matamu au ahadi za kisera, bali kwa vitendo vinavyoonekana katika vyumba vya mahakama. Kadri Machi mwaka 2026 inavyokaribia, ukimya hauwezi tena kuwa chaguo salama. Historia inaonyesha kwamba pale jamii inapokubali hatua kali dhidi ya sauti moja, mlango ufunguka na hatua kali zaidi dhidi ya sauti nyingi. Kesi hii ni kivuli cha mustakabali wa Tanzania, kivuli kinachoonyesha hatari ya taifa linalochagua utulivu wa kulazimishwa badala ya haki ya hiari. Ukimya, hofu na kutojali havitaondoa athari zake, vitavifanya vikue kwa kina zaidi. Na katika mizani ya historia, siku hizi za Februari na Machi mwaka 2026 zinaweza kuandika kama kipindi ambacho Tanzania ilichagua njia yake, ama kuelekea heshima ya katiba na ridhaa ya wananchi, na kuelekea zama ambapo sheria iligeuzwa kuwa silaha ya kisiasa yenye makali yasiyochagua. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi na kwa kutupa support yako
kwa kulike, kushare na vilevile kusubscribe.